Zipo imani nyingi hapa duniani chini ya jua. Wengine wanaamini katika mtu fulani, wengine wanaamini katika wanyama fulani, wengine katika vitu fulani. Lakini imani yangu mimi na wewe ni katika nani? Yesu Kristo. Lakini jambo la msingi nataka tuelewe ni kwamba imani yetu sisi katika Yesu Kristo inaanza katika mauti yake, katika kufa, kuzikwa na kufufuka kwake. Ndipo imani yetu sisi katika Kristo Yesu inapoanzia. Sio nje ya hapo. Katika kufufuka kwa Yesu Kristo ndio imani yangu mimi na wewe ina nguvu katika ulimwengu wa roho. Wengi leo wamekuwa wakitoa tafasiri ya imani kupitia kitabu cha Waebrania sura ya 11. Wakisema kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maelezo haya ya imani katika mtazamo wa Agano la Kale ni maelezo ya mtu ambaye hana Mungu. Kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni imani nje ya kazi ya msalaba iliyokamilika. Ni imani ya watu wa Mungu waliokuwepo katika Agano la Kale kabla ya ujio wa Yesu Kristo. Ila wengi leo, hata mimi zamani nilikuwa nafundisha kwamba hii ndio definition, tafasiri ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Tafasiri yetu ya imani inaanza katika kazi ya msalaba ya kidhabihu. Katika yeye ndio tumepata ondoleo la dhambi. Katika yeye tumepata msamaha. Katika yeye tumeunganishwa. Sisi tulikuwa mbali, tumefarakanishwa na Mungu. Katika yeye Kristo Yesu, kazi ya kidhabihu alifanya, tumeondolewa chini ya laana na chini ya makandamizo ya shetani ibilisi. Katika yeye tumepewa mamlaka ya kutawala na kutiisha. Katika yeye tumerejeshwa mahusiano yetu kwa agano la damu aliyoitoa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani ya Waebrania sura ya 11 sio imani ya mtu aliyeokoka. Ni imani ya watu wa huko nyuma ambao walikuwepo wakimwamini Mungu kabla Yesu Kristo kuwepo. Biblia inasema kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 12, inasema katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta wakati upi na ni wakati wa namna gani ulioonywa na kushuhudia, ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Manabii wote katika Agano la Kale, Mungu aliwafunulia wokovu utakao kuja, utakao kutokana na mwanae mpendwa Yesu Kristo, Emmanuel. Lakini walikuwa hawana picha kamili. Wanaposema imani ni kuwa na hakika, si ndio, ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana mambo yasiyoonekana. Anazungumza imani ya kina Ibrahimu, imani ya kina Isaya, Yeremia. Sio imani ya mimi na wewe ambao tunaishi chini ya neema ya wokovu. Wao waliuona wokovu kwa mbali, waliutarajia kwa mbali katika namna ya mafumbo. Ndio maana wakaandika katika nabii, atazaliwa mtoto na bikira. Waliandika habari za mkombozi au mfalme au masihi atakaye tawala, utawala usiokuwa na kikomo, lakini hawakumuona huyo mfalme wala masihi. Ni nabii mmoja katika Agano la Kale ambaye Mungu alimwambia anakuja masihi, na akamshuhudia kabla hajafa hapa chini ya jua. Anaitwa nabii Simoni, yule ambaye Yesu Kristo alipozaliwa alimbeba hekaluni, akamwambia Bwana, sasa naweza nikalala. Nimemuona yule masihi nilikuwa nikimtarajia, yule nilikuwa namuona katika maono na ndoto, sasa nimemuona waziwazi. Imani yetu sisi inaanzia pale Kristo Yesu alipokufa, akazikwa, akafufuka. Imani ya Agano la Kale ya kina Musa ni imani walikuwa wanatarajia jambo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Hawakuwa na uhakika, lakini walikuwa wanaona wokovu kwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo Waebrania sura 11 sio definition, ni maelezo ya imani ya agano la kale. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema mpaka wa pili, anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana Yesu Kristo, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Zamani Mungu alikuwa anasema na watu specific, manabii wake tu, kwa njia na kwa namna mbalimbali. Alikuwa anasema na waamuzi na wafalme na wale ambao wamewateua na makuhani wake. Ila katika zama hizi, katika agano jipya, Mungu anasema kupitia mwanae, roho wa mwanae aliyofanya makao ndani yako wewe na ndani yangu mimi. Ndio maana nitashangaa sana kama wewe hauoni ndoto, hauoni maono, hauisikii sauti ya Mungu, hauoni mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Utakuwa ni mlokole, ni either mlokole asiyejifahamu au ni mlokole aliyegoigoi. Kuona rohoni yale yanayotokea kesho kwenye familia, kwenye jamii inayokuzunguka ni jambo la kawaida sana, kwa sababu una roho wa Mungu ndani yako. Mtume Paulo kaandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 16 pale. Akasema mambo ambayo macho hayajawahi kuona, wala hayajawahi kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu, wala masikio hayajawahi kusikia, mambo hayo yamefunuliwa hivi leo na wale ambao wamepokea kipawa cha neema ya wokovu. Ni mimi na wewe tunayemwamini Yesu Kristo. Amesema mambo hayo yanatafasiriwa kwa lugha za rohoni. Ni roho Mungu ndiye anatupa kutafasiri. Ndio maana hata tukiona ndoto au tukiona maono, yule aliyetufungua na kuona ndoto na maono anatupa lugha ya kutafasiri. Yoeli andika, Yoeli sura ya 2 mstari 28. Yoeli sura ya 2 mstari 28. Amesema Mungu alitoa ahadi kwamba nyakati zitakapofika mwanangu Yesu Kristo atakapotoa uhai wake na kuutoa. Yoeli 2:28. Anasema vijana wataona maono, watoto wa kiume na wa kike watatabiri, na wazee wataota ndoto. Biblia inaniambia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2, mara baada ya kupokea kipawa cha neema ya wokovu wakiwa chumba cha juu, wale 120 akiwemo na Maria ambaye sio bikira tena, Biblia inasema wakaanza kunena kwa lugha mpya na lugha nyingine, na wakaanza kutabiri papo kwa papo. Kila aliyejazwa Roho Mtakatifu, kutabiri ni sehemu ya roho Mungu aliyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishara na miujiza sio kwa ajili ya mitume na manabii, sio kwa ajili ya walimu, wachungaji na wainjilisti, sio kwa ajili ya wana maombi. Ishara na miujiza zinaambatana na kwa yoyote yule anayemwamini. Andika Marko sura ya 16. Marko sura ya 16 mstari wa 15 hadi wa 19. Anasema na ishara hizi, mstari wa 17, zitaambatana na wale wanaoamini. Marko 16 mstari wa 15 hadi 19. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani jioni leo. Anazungumza katika kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 13. Isaya 40:13 anasema ni nani aliyemuongoza roho wa Bwana? Isaya anaandika akivuviwa na Roho Mtakatifu. Ni nani aliyemuongoza roho wa Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Paulo mmoja kurejea katika Warumi sura ya 11 mstari wa 34. Wakati Isaya anajiuliza ni nani anayemuongoza roho wa Bwana? Nani anaweza kuijua akili ya Mungu? Nani anaweza kujua mawazo ya Mungu? Paulo mtume anaambia kuandika kanisa la Wakorintho, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16. Anasema lakini sisi, mimi, tunayo akili ya Kristo, tunayo nia ya Kristo. Anamaanisha nini? Yoyote yule ambaye amepokea kipawa cha neema ya wokovu, roho wa Mungu ndani yake ndio anampa kuona kama Mungu anavyoona, anampa kuwaza kama Mungu anavyowaza, anampa kuyachukulia mambo, kuchukulia hali na kuchukulia vitu kama Mungu anavyofanya ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Andika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Amesema yeye aliyeungwa na Bwana,
yeye aliyeungwa na roho wa Mungu amekuwa ni roho moja, ni kitu kimoja na roho nani? Na roho wa Mungu. Kwa hiyo kabla jambo hajatokea katika familia au jamii unaoishi, inapaswa wewe mwenye roho wa Mungu ndani yako uanze kuona kabla ya watu wengine. Mungu haiko limited. Nia ya Kristo, nia ya Mungu, akili ya Mungu haina kikomo, haiko limited. Mungu hutangaza mwisho kabla ya mwanzo. Mungu hawi surprised na kesho ya mtu na jambo linatokea kesho kutwa. Mungu hareacti asubuhi jambo litokee ndio ashtuke 10 imekuwa hivi. Hapana. Kabla hatujazaliwa katika matumbo ya mama zetu, Zaburi 119, Mungu alishatuandika katika kiganja, alishatuandika katika ratiba zake. Alishatangaza hata mambo hayajatokea bado. Alishatangaza Zaburi 119. Kwa hiyo Mungu ana proact, hareact. Anautangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo kama una roho wa Mungu na umefungamanishwa na Roho Mtakatifu kweli kweli, unapaswa kujua kesho yako na kesho kutwa yako ikiwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata akija nabii akikutabiria, hata akija mtumishi wa namna yote ile kutabiria, akutabirie kitu ambacho anakithibitisha, ana confirm ambacho tayari roho wa Mungu ameshakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani. Iko hivi. Marko sura ya 10, Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Wagalatia 2:16 anasema hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Hatuhesabiwi haki kwa kushika sheria au torati ya Musa. Lakini Yakobo sura ya 2 mstari wa 14-17 anasema imani bila matendo imekufa. Wagalatia 2:16 anasema hatuhesabii haki kwa matendo ya sheria. Matendo ya nini? Ya sheria. Yakobo 2:14-17 anasema imani pasipo matendo imefanyaje? Imekufa. Usichanganye. Wagalatia 2:16 anasema hatuhesabii haki kwa matendo ya sheria. Yaani kile ambacho torati ya Musa inachosema akiwezi kutusaidia mimi na wewe kuwa wenye haki. Yale makatazo, zile sheria 613 na amri 10 za Mungu azimfanyi mtu kuwa mwenye haki, bali ni imani ya mtu katika Kristo Yesu ndio inasababisha kuwa mwenye haki. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6 amesema Ibrahimu akamwamini Mungu, Mungu akamhesabia kuwa mwenye haki, sio matendo. Anasema kwenye Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8 na 9 Nuhu alipata kibali machoni pa Mungu, Mungu akamhesabia kwenye mwenye haki. Mwenye haki ni yule ambaye anaamini sauti ya Mungu na kufanya sawa sawa na Mungu anayosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaposema imani pasipo matendo, ni matendo ya kutii, kufanya sawa sawa na sauti ya Mungu inavyosema. Haleluya. Haki yetu haihesabii kwa matendo ya sheria, makatazo fulani. Sheria itakwambia haupaswi kupanda madhabahu pasipo kuvua viatu. Ukipanda pasipo kuvua viatu, umeinajisi madhabahu. Sheria itakwambia ukiwa katika siku ya mshahara, wewe mwanamke wa mwisho wa mwezi, hauruhusiwi kushika microphone kuhubiri wala kuimba. Hayo yote ni matendo ya nini? Ya sheria. Sheria itakwambia ukifuga nywele, usipovaa soksi, ukijiremba sana, ukivaa nguo ya kubana, Roho wa Mungu atakuwa bubujiki. Yote hayo ni sheria, haimhesabii mtu kuwa mwenye haki. Imani yetu katika Kristo Yesu, Mungu aliyetuokoa, ndio sisi kuwa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri. Unakumbuka yule kijana aliyemkimbilia Yesu akapigia magoti? Kwenye Marko sura ya 10 mstari wa 17 na 22. Yule kijana tajiri akamwambia Yesu, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Nifanye nini niweze kusaidia kuwa mwenye haki? Yesu akamwambia, unazishika amri za Mungu, unazishika sheria. Akasema zote hizo nazishika tokea utotoni mwangu. Akafikiri kwamba kuwa mwenye haki na kupata uzima wa milele kunatokana na sheria za Musa na namna alikuwa na maadili mazuri.
Wokovu hautokani na namna tunatembea kwa taratibu polepole, namna tunavyosali na kuweka hivi, namna tunavyoongea kwa huruma. Wokovu unatokana na namna tunavyomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wawili Yesu Kristo alimtolea mifano, kama mnakumbuka, alikuwa ni kuna Luka sura ya 18, Luka 18 mstari wa 9 hadi 14. Alikuwa yule Mfarisayo na yule mtoza ushuru. Mfarisayo akasimama akajipiga kifua, akasema, mimi sio kama yule mtoza ushuru mwenye dhambi. Mimi nafunga, ninaomba kwa siku mara 3, kwa wiki nafunga mara 2. Mimi natoa fungu la 10. Baba, angalia maombi yangu. Mfarisayo boga kweli kweli. Mtoza ushuru pasipo hata kunyosha mikono wala kuangalia juu, akamwambia, Bwana, naomba rehema zako na msamaha yako juu ya maisha yangu. Alijua kwamba jitihada za kutoa fungu la 10, jitihada za kukaa hivi, jitihada za kufanya hivi, hakunifanyi mimi kuwa mwenye haki zaidi ya rehema na neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu mmoja, tunahitaji rehema na neema kila itopo leo kwenye maisha yetu. Waebrania sura 11 mstari wa 4. Tunaona kwamba kuna listi ya watu pale ambao walihesabiwa kuwa wenye haki, sio kwa matendo yao, bali walimwamini Yesu Kristo. Tunamwona Habili, tunamwona Enoko, tunamwona Nuhu, tunamwona Ibrahimu, tunamwona Musa, Mose. Wote walipata kibali, sio kwa sababu ya sheria, kwa sababu ya nini? Walisikia sauti ya Mungu, wakafanya sawa sawa, accordingly, sawa sawa na Mungu alikuwa anaelekeza. Anaposema kule Waebrania 11 mstari wa 6, pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Maana yake hivi, pasipo kufanya sawa sawa na kile Mungu anachokisema, pasipo kufanya sawa sawa na sauti ya Mungu ndani yetu inayotuelekeza, hatuwezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Mtu mmoja. Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 hadi 26. Musa alipewa kibali katika nchi ya Misri. Alilelewa katika nyumba ya kifalme na alikuwa na haki zote kama mtoto wa mfalme. Biblia inasema Musa, kwa kuelewa imani yake katika Mungu na kwamba yeye sio sehemu ya Misri, akaachana na zile mali na ule urithi na ile hali ya kukaa high table na mfalme na kuwa sehemu ya familia ya mtoto wa Farao. Akaenda kumtumainia Mungu, alitii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walokole wengi leo tumezidiwa na wakuu wa giza na mawakala wa shetani. Tumezidiwa sehemu moja tu. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 nadhani mstari wa 19, anasema hata shetani ibilisi anaamini kwamba Mungu yuko mmoja. Kwa hiyo sisi kuamini kwamba Mungu yuko mmoja sio issue. Hata shetani anajua Yesu Kristo ndio Mungu, anajua. Tofauti ya shetani ibilisi na sisi ni moja. Yeye anaamini kwamba Mungu yupo na ni mmoja, na anajua kwamba Kristo Yesu ndio mkombozi na ni Mungu wa pekee wa kweli. Tofauti ni kutii, kufanya sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Ndio tunavutiana. Haleluya. Hata wakuu wa giza, wachawi, waganga, washirikina, ndio maana ukienda kwa waganga wa kienyeji wengine wanaweka Biblia pale, wanaweka msahafu, wanaweka vitabu vya dini. Wanaamini Mungu yupo sababu waamini. Issue ni kwamba kufanya sawa sawa, kuliishi sauti na neno la Mungu, ndio tunatofautiana. Kwa hiyo ili wewe uwe tofauti na shetani ibilisi na mimi, hatutaishia kuamini kwamba Mungu yupo. Najua Mungu yupo sawa, hata shetani anaamini. Tutafanya sawa sawa accordingly na sauti ya Mungu. Tutaishi sawa sawa na neno la Kristo. Anaposema kule Wakorintho wa pili, andika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Anaposema kwamba hatuenendi kwa kuona, we are not moved by sight. Hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Mtume Nabii Daudi anasema, Mfalme Daudi anasema, neno lako ni taa ya nini? Ya miguu yangu. Inamaanisha ninaongozwa, neno lako ndio linaniongoza mimi. Siendi kama sijasikia sauti yako. Sifanyi kama sijapata maelekezo yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Daudi mfalme akwenda kwenye vita, akukabiliana jambo lote ile pasipo kupata go ahead kutoka kwa Mungu. Kuna wakati mwingi sana akauliza, je, niende? Mungu anambia nenda. Je, nikienda utaweka mikononi mwangu nitashinda? Ndio, nenda. Na wakati ambapo alipoenda pasipo kupata go ahead ya roho wa Mungu, alipigwa. Wote watumishi wa Mungu walipofanya jambo pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu walifanyaje? Walipigwa. Kama tunaenenda kwa imani, na imani inatokana na kusikia sauti ya Mungu, hatupaswi kufanya chochote kile kama Mungu hajasema. Hata kuingia kwenye mahusiano, hata kwenye kuoa, yaani tunapaswa tuwe limited na Roho Mtakatifu. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 kuanzia mstari wa 14 pale anasema waliozaliwa wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio nini? Hao ndio wana wa Mungu. Mimi na wewe tunaongozwa na nani? Katika mahusiano, katika ndoa, katika utumishi wetu tunaongozwa na nani? Tunapelekwa na hisia na miemko ya ndugu zetu na familia na jamii, au tunaongozwa na Roho Mtakatifu? Kumbuka, kuyatimiza mapenzi ya Mungu inahitaji moyo wa kujikana. Yesu akasema, sikuja kuleta amani, nimekuja kufarakana. Nimekuja kuleta mafarakano. Unajua kwa maanisha nini? Alikuwa anamaanisha hivi: kama kweli utamfuata Yesu Kristo na kumwamini Yesu Kristo, lazima utafarakana na jamii ya marafiki zako, ndugu zako. Lazima utafarakana na mfumo wa dunia hii. Nimekuja kufanganisha mama mkwe na mkwe, mtu na mama yake, mtu na baba yake. Ndio Yesu aliyofanya, haja kuleta amani. Kwa habari ya mahusiano kati ya mtu na Mungu, hakuna chochote kinapaswa kuingia katikati hapo. Ndio maana Paulo anaandikia nyaraka Warumi sura ya 8, andika Warumi sura ya 8 mstari wa 35 hadi 39. Anasema, ni jambo gani la kulitenga na upendo wa Kristo? Je, ni malaika? Je, yaliyo mbinguni? Yaliyo duniani? Je, ni wakuu? Je, ni uchi? Mpaka uchi umetajwa pale. Itashangaa sana umeokoka wewe binti, wewe kijana. Uchi unakuwa sababu ya kukutenga na upendo wa Kristo. Umetajwa pale na Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 35 hadi 39. Wewe kijana, usiruhusu uchi ukakutenga na upendo wa Kristo. Halo? Usiruhusu tumbo likakutenga na upendo wa Kristo. Wengi leo tumbo limesababisha watu kufanya mapenzi ya Mungu. Njaa. Na hii watumishi wa Mungu ndio inasumbua sana. Njaa, kuangalia fedha, kuangalia ulaji, inatusumbua sana watumishi wa Mungu. Sasa watumishi wa Mungu sema madhabahu, hata wewe uliokoka, sema amina.